Wapiganaji wa kundi la Kihuthi wamethibitisha kurusha makombora mawili ya balistiki kwenda nchini Israel asubuhi ya leo, huku Israel ikidai kuwa makombora hayo yamedhibitiwa. Kupitia Telegram akaunti yao ya mtandao huo, Wahuthi wamethibitisha kutekeleza mashambulizi hayo leo Alhamisi Machi 27, 2025 kwa kile wanachodai wanawaunga mkono wa wananchi wa Gaza nchini Palestina dhidi ya uvamizi wa Kizayuni nchini humo. Katika taarifa hiyo, Wahuthi wamesema kuwa operesheni hiyo imefikia lengo lake nchini humo, huku Israeli ikikanusha kuwa makombora hayo hayajapenya wala kuleta madhara nchini Israel. Tangazo hilo lilisema kuwa uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv na kituo cha kijeshi kilichopo kusini mwa Israel vilikuwa shabaha ya mashambulizi hayo, ambayo hata hivyo Israel inakanusha kuwa yamefikia malengo yake. Kundi hilo pia lilidai kushambulia meli za kivita za Israeli katika Bahari Nyekundu zikiongozwa na meli ya kubeba ndege ya Marekani maarufu kama Truman kwa kutumia makombora haya ballistic na makombora ya masafa mafupi sambamba na droni. Nanukuu, tokeo la mapambano na operesheni za kukabiliana katika siku chache zilizopita lilihusisha kuzima jaribio la Israeli kusogeza meli zake za kivita kuelekea eneo la kusini mwa Bahari Nyekundu na kudhoofisha juhudi zake zote za kupanua uvamizi wake dhidi ya nchi yetu kupitia mashambulizi ya anga na makombora kutoka baharini, ilisema taarifa hiyo ya Wahuthi. Kwa mujibu wa Wahuthi, mashambulizi kadhaa ya anga ya Israeli yamepiga kaskazini mwa Yemen. Wahuthi hao, kwa mujibu wa Marekani, ni kundi la kigaidi. Wamefanya mashambulizi dhidi ya meli za kivita za Marekani katika Bahari Nyekundu na kurusha droni kuelekea maeneo ya kijeshi nchini Israel. Vyombo vya habari vinavyohusiana na Wahuthi viliripoti jana Jumatano kuwa angalau mashambulizi 17 yalilenga eneo la Saada na Amran nchini Yemen, wakidai kuwa Marekani ilikuwa nyuma ya mashambulizi hayo. Tovuti ya Ansarallah inayounga mkono waasi hao ilisema ndege za Marekani zilifanya mashambulizi ya anga ya kichokozi yakisababisha uharibifu wa mali za raia. Hata hivyo, haikutoa maelezo zaidi kuhusu vifo ama majeruhi. Kwa mujibu wa Al-Masirah TV, chombo kingine cha habari kinachowaunga mkono Wahuthi hao, baadhi ya mashambulizi yalilenga eneo la mashariki mwa Saada pamoja na wilaya ya Ar-Salem, huku mashambulizi mawili yakifanyika katika wilaya ya Sufiani kaskazini magharibi mwa jimbo la Amran nchini Yemen. Ndege za kivita za Marekani pia zilifanya mashambulizi 5 wilaya ya Sahar magharibi mwa Saada Jumanne usiku, iliongeza ripoti hiyo. Kwa mujibu wa mashambulizi hayo, Wahuthi walisema walifanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Marekani na Israel. Jeshi la Yemen lilitekeleza operesheni 2 za kijeshi. Msemaji wa Wahuthi Yahya Sarey alisema kupitia akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter, siku ya Jumatano. Mashambulizi hayo yalihusisha shambulio dhidi ya meli ya kubeba ndege ya Marekani ya USS Harry S. Truman katika Bahari Nyekundu, huku jingine likilenga kituo cha kijeshi cha Israel mjini Tel Aviv kwa kutumia droni. Nanukuu, mapigano na makabiliano yaliendelea kwa saa kadhaa. Wahuthi wataendelea kupambana dhidi ya uchokonozi wa Marekani, ongezeko la mashambulizi kwa mashambulizi zaidi. Wahuthi wanaendelea kuzuia meli za Israeli kupita katika mji wa kimkakati karibu na Yemen, na wataendelea kufanya operesheni dhidi ya adui wa Kizayuni hadi uvamizi utakapositishwa na mzingiro wa ukanda wa Gaza utakapoondolewa, alisema Sareh, mwisho wa kunukuu. Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya Yemen tangu Machi 15 mwaka huu, ambapo watu wasiopungua 53 na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Marekani inasema mashambulizi hayo ni kwa sababu ya mashambulizi ya Wahuthi mwaka jana dhidi ya meli zinazopita katika njia kuu ya meli ya Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, pamoja na uungwaji mkono wa Hamas wakati wa vita vya Israeli eneo la Gaza. Wahuthi wamefanya zaidi ya mashambulizi 100 dhidi ya meli tangu vita vya Gaza vilipoanza mwishoni mwaka 2023, wakidai kuwa wanashambulia meli zinazohusiana na Israeli, washirika wake, kama ishara ya mshikamano na Wapalestina wanaoishi Gaza. Wahuthi walisitisha mashambulizi hao wakati wa usitishaji wa mapigano ulioanzishwa katika ukanda huo mnamo Januari mwaka huu. Hata hivyo, baada ya makubaliano hayo kuvunjika, kundi hilo la waasi lilitishia kurejelea kampeni yake ya mashambulizi. Nanukuu, mashambulizi ya anga ya Marekani yanaendelea Yemen, huku Wahuthi wakijibu kwa mashambulizi katika mzozo huo unaozidi kupamba moto, alisema Mohamed Al-Atabu wa Al Jazeera akiripoti kutoka Sanaa siku ya Jumatano. Ukweli kwa raia wengi wa Yemen unabaki kuwa mgumu. Vita vinavyoendelea tangu 2015 vimesukuma watu takriban milioni 20 kwenye umaskini, huku takriban milioni 7 wakikabiliwa na njaa kali. Licha ya uharibifu huo, wa Yemen wengi wanabaki thabiti katika kuunga mkono Gaza, wakiamini kuwa kujitolea kwao ni muhimu ili kulazimisha Israeli kusitisha kampeni yake ya kijeshi na kuondoa mzingiro wake
Kwao kusimama pamoja na watu wa Palestina ni jambo lenye thamani hata kama nchi yao inakabiliwa na mashambulizi makali ya Marekani, amesema mwandishi huyo. Mapema mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump alitaka Irani kukomesha msaada wake kwa Wahuthi, akiahidi kuwa kundi hilo la waasi litafutwa na Marekani siku sio nyingi. Ingawa Wahuthi ni washirika wa Irani, ila haiko wazi ni kwa kiwango gani wanategemea msaada wa Irani, ambao maamuzi yake mengi hutegemea kiongozi Ayatollah Ali Khamenei, kama serikali ya Irani inaweza kuamuru kusitisha mashambulizi hayo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.